الحمد لله الذي كان بعباده بصيرا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله المتصرف بعباده غنيا وفقيرا. وأشهد أن محمدا رسول الله مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع والضلال. اللهم آمين. أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام. وفي رواية: ما من أيام العمل الصالح أعظمها وأحب إلى الله من هذه الأيام. وفي رواية: ما من أيام الأزكى عملا العبد وأحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية: أكثروا من التهليل والتكبير والتحميد. وفي رواية: أكثروا بأعمال الصالح. أما بعد، أيها الناس عباد الله، إننا في هذه المواسم الخير، هذه المواسم تنقطع يوما بعد يوم. أحبنا في الله، ni dhahir shahid kuwa masiku haya ni yenye kuisha moja baada ya jingine. Ni masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekusha yapia akisema walayali al-ashri. Allah subhanahu wa ta'ala ameyapia masiku haya kutokamana na utukufu yaliyofungamana ndani yake. Yaqulu Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, anatuambia mwanachuoni Ibn Hajar Allah mrehemu, akisema maneno mazuri yaliyosababisha masiku haya yakawa ni yenye kutukuza. Yaqulu Ibn Hajar azka, katika maneno ya Ibn Hajar akieleza wazi kuwa asbabu min tazkiyati al-a'mal, miongoni mwa sababu
ya kutukuzwa matendo katika haya masiku, yajma'u fiha ummahatul ibad, kwa sababu ndani mwake yanakusanyika ibada zilizokuwa kuu, zinakusanyika ibada kuu kamilifu. Ndani ya masiku haya wanadamu wanakuwa wenye kuyatekeleza. Fadhakara minha, akayataja miongoni mwa makuu ya ibada, kasala, kama ibada ya sala, kasiyam, kama ibada ya funga, kalhajj, kama ibada ya hija, kasadaqa, kama ibada ya mtu kutoa mali zake. Yote haya yanafungana katika siku hii. Hutapata kwenye masiku yaliyo 10 yaliyotukuzwa na Allah masiku yenye kutendekea ibada kuu kama haya masiku yaliyofungamanika. Hii ni ijtihadi ya Ibn Hajar katika sababu aliyoiona ni hiyo. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akisema wazi, hakuna miongoni mwa masiku matendo ya wanadamu yatakuwa yana daraja kubwa kwa Allah, yanakuwa yenye kupendeza kwa Allah, isipokuwa matendo yatakayotendwa na wanadamu katika makumi haya ya Dhulhijja. Hivyo basi ni mimi na wewe tutenge nafasi na kuyafanyia kazi katika hii bishara aliyotokea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Usikubali mwanadamu yakayoyoma masiku haya, yakapotea masiku haya, hujachangia katika mizani yako, hujazidisha katika matendo yako katika haya masiku, ubora huu ukakupita, yakawa kwa kweli ni hasara, ukakosa kufanikisha katika lile lengo la ummati Muhammad. Wanatakiwa katika ummati Muhammad wao wenye kuja kwa Allah na uzani mkubwa wa mema, wao wenye kuja kwa Allah kwenye mizani nzito iliyojaa na iliyokithirika matendo mazuri. Ahibana fillah, min salaf, katika wema waliotangulia, kanu yuadhimuna bi'asharati, walikuwa wakiyatukuza katika makumi, thalatha, makumi ya maina matatu. Yuadhimuna 13 walikuwa katika salaf wakiyatukuza makumi matatu. 10 fi awakhir Ramadan, wa 10 fi awail dhil hajj, wa 10 awailu fi Muharram. As-salaf walikuwa wakibadilika mitindo yao ya kitabia, ya kimaisha, wakionekana juhudi zao, wakiyatukuza yale ambayo Allah amewekea kwao kheri, katika yale ambayo Allah amewakusanyia wanadamu wake katika kutenda kheri. Basi walikuwa wao katika kila 10 la Ramadhani la mwisho wanatenga nafasi kuzikimbilia kheri hizo, wanatenga nafasi katika kila makumi yanayokuja yaliyokuwa na kheri kwa Allah, wanatenga nafasi katika makumi haya ya Dhulhijja, na vile vile wanatenga nafasi katika makumi ya Muharram ya mwanzo yanayokuwepo pale, bimaana ndani yake kuna ubora aliyoweka Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, khutba na unwani itakuwa yenye kusema ikhtamu bihinna, ikhtanim bihinna, hebu chuma katika haya masiku. Ingawa leo ni siku ya 5, yamebakia 4 makuu au yamebakia 5 badala ya haya 10 yaliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Jitahidi, ambaye hujakuwa kwenye jitihada, anza sasa, hujachelewa, kwani bado nafasi unayo, na huu ukumbusho unakuhusu wewe, ili upate kuzinduka na kujitahidi katika hayo. Na hao ambao wameanza nayo sambamba na masiku haya, hawajapitwa kila siku wao wenye kufanya mazuri, basi waimarishe matendo yao, waimarishe matendo yao, yasiwe ndani mwake na shirki, yasiwe ndani mwake na riaa, yasiwe ndani mwake na kutaka mtu ujub, kutaka mtu kujifakharisha na kujiona yeye ni mkubwa, yeye ndio mbora wa kutenda kuliko wenzake. Hibana fillah, msimu ndani mwake kuna ibada ambayo inagagaziko kwa Waislamu wa zama hizi, ibada ambayo ni funga. Ibada hii kuna riwaya za hadithi zinazokinzana, mojawapo na maneno ya Bi Aisha radhiyallahu ta'ala anha, ummul mu'minin Bi Aisha radhiyallahu ta'ala anha يقول أو تقول: ما كان صلى الله عليه وسلم يصوم 10 أيام في ذي الحج.
Bi Aisha anatuambia kuwa hakuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa mwenye kuyafunga makumi haya ya Dhulhijja. Na vile vile kuna riwaya za wake zake wengine wa Mtume sallallahu alayhi wasallam zinazoshikana, akiwemo Ummu Salama, akiwemo Hafsa, ummahatil mu'minin, wa mama watukufu wake za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakithibitisha wazi kuwa kana sallallahu alayhi wasallam, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yasumu bi10 layali fi Dhulhijja, akifunga katika masiku haya 10 ya Dhulhijja. Huu utata ikawa kuna wale wenye kusikia utata huu ikawasononesha na ikawatoa nguvu, wakiitekeleza funga ya kwanza ya awaili min Dhulhijja, tangu siku ya kwanza mpaka siku hii ya 5, ikawatia uvivu, wengine wakaachia njiani baada ya kusikia shubha kama hizi. Lakini narju min alulama, tunarudi kwa wanavyoni, kaifa bayana an-nusus ash-shar'iyyah, vipi walivyokuwa wenye kutatua, vipi walivyokuwa wenye kuzitetua na kuzitengua baadhi ya nususi zilizokuja kwenye utata kama huu, ikiwemo usulul alhadith. Miongoni mwa utata uliokuja na kutatulika katika kitabu ya mustalahul hadith, maneno yenye kuwekwa wazi, qauluhu tuqaddam min fi'lihi, maneno yake yatatangulizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko kutekeleza kwake. Bimaana maneno aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma min ayamin al-amalu salih fiha, maneno haya aliyobashiri Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna katika masiku mtu akatekeleza matendo mazuri kwenye masiku hayo yatakuwa kwenye daraja kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanatosha kwetu sisi kuwa ndio dalili kuliko kutekeleza kwake. Yaweza ikawa kutekeleza kwake kwenye utata wa da'wa au kwenye utata wa kupigania vita na maadui wa zama hizo. Kwa hiyo yaweza ikawa ameamrisha jambo likamjia uzito kwenye kulitekeleza yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini ya kutosha wewe maneno yake, qauluhu aqwa min fi'lihi, maneno yake yanatosha wazi kuliko kutekeleza kwake yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakadha bayanaha alulama alhadith, hivi ndio walivyotuwekea wanazuoni wa hadithi. Inapotokea kusudio lolote la utata la kiilmu, inapotokea hadithi na nususi zenye kugongana, zitatue kwenye kauli hii, na msingi huu tembea nao kifua mbele. Qauluhu aqwa min fi'lihi, maneno yake ni yenye uzito kuliko kutenda kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Maneno aliyosema Mtume sallam, matendo mema ya wanadamu yatakayotenda ndani ya masiku haya, katika hadithi ya Ibn Abbas. Hii ni shubha ambayo tunataka tuifahamu kwenye uelewa huo. Kadhalika masiku yajao tunao saumu Arafa. Saumu hii ni saumu ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam amehusisha kwenye malipo maalum ya wewe na mimi katika kufutiwa madhambi yetu mwaka uliopita na mwaka huu. Yaqulu Abu Qatada radhiyallahu ta'ala anhu, يقول صلى الله عليه وسلم، Abu Qatada radhi za Allah zimridhie, akieleza wazi maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Suila yawman sallallahu alayhi wasallam, aliulizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam an saumi yaumi Arafa, kuhusiana na mtu mwenye kutekeleza funga ya Arafa. Faqala sallallahu alayhi wasallam, Mtume wa Allah rehma na amani ziwe juu yake akajibu swali hilo, ahtasibu ala Allah an yukaffira sanata al-madhi wal baqiya, ataraji mwenye kutekeleza funga hiyo awe na matumaini na malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kuwa funga yake hiyo itakuwa ni kisababisho cha kufutiwa madhambi mwaka uliopita 1446 na mwaka huu 1447 madhambi yake. Hakadha allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hivi ndio alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na funga hii. Siku moja masahaba kwa ghera waliokuwa nao kwenye kuyakimbilia mema
ya kila anayosemwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tofauti na mimi. Kila jambo linalosemwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam unaliangalia kwenye maslahi yako. Hawa masahaba hawakuwa na sifa hiyo ya kutizama maamrisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kutokamana na maslahi yao yalivyo. Katika Arafa au katika kiamu Arafa, walipokuwa katika visimamo vya Arafa, ashabi nabii, ilijia utata katika hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akieleza ujira huu uliokuwepo kwenye funga ya Arafa. Huu utata ikapelekea Ummul Fadhil binti Harith akiona utata huu, fa arsala wahidan minhum ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma hu kuzun min al-laban. Ummul Fadhl binti Harith akamtafuta mmoja katika masahaba kumpelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam kikombe kilichokuwa ndani mwake kina maziwa. Alipompa sahaba huyu kikombe hicho kumtuma kumpelekea Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qa'imun bi ba'irihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa yuko kwenye mnyama wake katika viwanja vya Arafa, faatahu, sahaba yule akamfikishia Mtume akampa, fasharabahu sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akanywa maziwa yale. Utata ule wa masahaba ukaondoka, kuonekana wanaotakiwa kufunga funga ya Arafa ni wale ambao hawapo kwenye viwanja vya Arafa, ambao ni mimi na wewe, hatujahudhuria ibada ya haji. Hii funga inatuhusu. Wa hadha ashaddu al-istihbab, na huku kunaashiria ukubwa wa hii sunna kwenye kutekeleza zaidi. Haipasi mwenye kumwamini Allah, haipasi mwenye kumwamini mtume wa Allah kuiacha funga hii, kama walivyokuwa masahaba hawakukubali kuiacha funga hii kirahisi rahisi, mpaka utata huu ukathibitisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kuyanywa maziwa ili wapate kujua dhahiri kuwa wao hawayahusu au wao haihusu funga hiyo ya Arafa. Mimi na wewe ni mangapi ambayo ghera yetu yanakimbilia katika yale yanayoelekezwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ni ghera gani Muislamu aliyokuwa nayo ndani ya dini yake anachokisikia cha Mtume sallallahu alaihi wasallam kisha akakifuatilia? Sahaba Wabis alikosa usingizi alipokuwa na ghera kuu ya kutaka kujua jema ni lipi na baya ni lipi. Sahaba huyu Wabis alielekea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakukubali alale ndani ya usiku wake, akawa kwenye ujinga wa hali hii. Leo Muislamu analala na ana ujinga wa mambo mengi na hayajui, na ako tayari hasiyajue, hako tayari asitenge muda kwenye kuyajua mambo hayo, akawa tayari kulala usingizi wake na starehe zake, akatosheka na maisha haya madogo ya kupita tu. Sahaba Wabis gegeziko hili la kutaka kujua mema ni yapi na mabaya ni yapi, aligura safari kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fadakhala fil masjid wa huwa mutaakhir, akaingia kwenye msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akakuta msikiti mali'atu bisahaba. Msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam umejaa na masahaba ndani mwake, wamekaa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye yuko mwisho mlangoni kumtizama Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yandhuruhu ilayhi, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa mwenye kumtizama vile vile, wa huwa mutabassima, akiwa mwenye kutabasamu, kuonesha Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshapewa ufunuo na Allah kuwa kuna sahaba wa sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu akamruhusu akurubia mbele, akiwaruka masahaba mmoja baada ya mwingine mpaka mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipofika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia, ya Wabis udnu minni, ewe Wabis, segea karibu zaidi na mimi. Jituka au jita litasalu anil birri wal ithmi, umekuja wewe safari yako ya kuja kuuliza jema ni lipi na baya ni lipi? Qala na'am, akamjibu Mtume wa Allah, ndivyo hivyo, safari yangu ni hilo jambo la kutaka kujua jema ni lipi na baya ni lipi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, istafti qalbak, jiulize ndani ya moyo wako, matma'anna bihi qalbak, jema ni lile ambalo linalopata utulivu ndani ya moyo wako, wal ithm, na lile baya ma haqa fi qalbik,
ni lile ambalo litakutia wasiwasi moyoni mwako, wataraddudu fi nafsik, na katika akili yako ikawa na mashaka, wakarihta au wakhashita an yattali'a ala an-nas, ukawa na hofu watu wasikuone katika hilo ambalo unalifanya. Waislamu wengi tunapokuwa kwenye nyuso za wenzetu, tunapokuwa na wale wanaotujua na tunaowajua, tunajiweka kwenye kaifia ya Uislamu wa kisawa sawa, lakini anapovuka mikoa Muislamu huyu wallahi hajali, kutokamana na utukufu wa masiku haya akayafanya yasiyotakiwa kufanya katika masiku haya, akamuasi Allah katika masiku aliyopia, na pia vile vile ni katika miezi aliyoisema Allah subhanahu wa ta'ala, fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu katika miezi mitukufu ambayo kwenu nyinyi baya lake ni maradufu na mema yake ni maradufu. Hakadha jaa biislamina, haya ndio alivyokuja katika mafundisho ya Kiislamu. Muislamu, ikhtanim bihinna, chuma katika haya masiku, kwa sababu masiku haya yanaashiria wazi mema hayakai, yanapita. Yaliyokuwa jitihada ya mu'min katika Ramadhani, wallahi jitihada ile haifanani na jitihada ya masiku haya, na hatujui masiku haya kama atatuafikisha Allah kwa mara nyingine, tutakuwa kwenye jitihada ipi ya kuitekeleza. Kwa hiyo Muislamu haipasi kuchelewa katika kila jema linaloashiriwa na dini yako kwenye kulitekeleza kwake. Ahibana fillah, enyi watukufu wa Allah, enyi waja wa Allah, tuchume katika masiku haya wingi wa kuchuma. Yaliyokuja katika ubora wa siku ya Arafa ni aya yake Allah subhanahu wa ta'ala, alisema wazi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aya hii Umar bin Khattab radhiyallahu anhu alijiwa na Myahudi wa kisomi, akawa mwenye kumuuliza aya hii, akionea gere aya hii ambayo imeteremka katika dini au katika Qur'ani. Aya hii akisema, lau ingelikuwa imeteremka kwenye kitabu chetu katika Injili, latakhadna yawmu nazalatuhu, tungeifanya siku iliyoteremka aya hii idan, tungeifanya ni idi, katika siku ambayo aya hii mtume wa Allah rehma na amani ilimteremkia aya hii akiwa kwenye viwanja vya Arafa, wa hiya yaumul jumaa, na ilikuwa ndani ya siku ya Ijumaa, baada salati al-asri, baada ya swala asri mtume anapata wahyi huu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wahyi huu unaelezea mambo matatu makuu: al-yawma akmaltu lakum dinakum, saumu ya Arafa imekuwa kwenye ubora, kutokamana ndiyo aya aliyoitolea habari Allah ukamilifu wa dini hii ya Kiislamu. Wa atamamtu alaykum ni'mati, Allah ndiyo akadhihirisha ukamilifu wa neema zote za ulimwenguni. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimewaridhieni kuwa Uislamu ndiyo dini ya haki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo radhi ya Allah iliyoteremka siku hii. Kutokamana na ukubwa huu ikasharifishwa yaumut tasil Arafa, siku ya 9 kwa mahujaji, siku ambayo wanafunga Waislamu saumu ya Arafa wakiwa mahujaji katika viwanja vya Arafa. Hakadha allamana alislam, hivi ndio ulivyotufundisha Uislamu kwenye kuitambua utukufu wa siku hii. Hakadha allamana alislam, hivi ndio ulivyotufundisha Uislamu katika utukufu wake wa hali hii. Muislamu, usikubali kutatizika na maneno ya mwezi mwandamo au mwezi wa kimataifa au wa kitaifa, ukapitwa na kheri hii. Waliopitwa mwaka jana, leo hii walhamdulillah tuko sambamba katika hilo. Alhamdulillah, kelele hazijapatikana. Alhamdulillah, hakuja kuwepo na utata wote
wa Ibilisi kupitiwa Waislamu vichoni mwao wakaikosa kheri hii. Tuko sambamba? Hivyo basi iimarishe funga yako kwenye imara mkubwa, iepushe sana katika funga yako hii na riya. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma alikuwa yeye akionekana siku ya watu kufunga midomo yake imejaa samli, kuonyesha vipi Ibn Abbas hakutaka aonekane kwenye kaifia ya mtu kumtambua kuwa yeye kafunga. Mimi na wewe tukifunga, rafiki yako atajua, jirani yako atajua, na wengineo wote wanaokujua watajua kuwa wewe umefunga. Haipasi kwa muumini kudhihirisha matendo haya ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala matendo yote amekupa wewe, lakini tendo la saumu nalomfanyia ameliegemeza kwake. As-saumu li wa ana ajzi bi, funga ni ya kwangu na mimi ndio nitakayejua kwenye kuilipa. Muislamu, ibada yako hii usiifanyie riya ya aina yote ikapunguza mema. Hatujaona hadithi ya Abu Huraira ikamueleza mwanachuoni, ikamueleza jemedari, kisha ikamueleza mwenye kutoa. Hadithi hii imeeleza watu wa sifa tatu kuu, sifa ambazo ni nzito sana. Mwanachuoni anayefundisha elimu, kumbe sababu yake watu wamjue yeye kasoma, yeye ni kigogo. Hii ni riya kwa Allah, hana kitu huyu, kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyesimulia Abu Huraira. Kadhalika yule wa pili aliyepigana kwenye vita ili watu wamuite yeye ni jemedari, yeye ni komando, watu wamuone kuwa yeye ni shujaa. Huyu naye kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa vita vyake vyote na wingi wa kupigana kwake vita hivyo, hata kama alikuwa akipigania kalimatullahi al-ulya, lakini ndani yake ina riya, Allah anamnyima malipo. Kadhalika yule mwenye kutoa kwake apate jina kuonekana yeye ni mtoaji, yeye kama yeye ndio aliyebarikiwa mali, huyu naye pia akiingiza riya baada ya kutoa, Allah anamnyima malipo. قلت ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم. الحمد لله الخالق لعباده بقدرته، وقدر التقدير بعظمتها بصوت أعلى يسبحها ويكبرها. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. قال الله تعالى: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. ويقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم الموعود يوم القيامة، والمشهود يوم عيد الأضحى، والشاهد يوم عرفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Ahibana fillah, tuko katika zungumzo la pili la salatul jumaa. Tutagusia zaidi kwenye mahala walipokuwa masahaba kwenye kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, katika hadithi ya Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu, qala ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, au qalu ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, walipata kumuuliza masahaba wa Mtume wa Allah, rehma na amani ziwe juu yake na radhi za Allah ziwaridhie, ma hadhihi al-udahi, ni kipi hichi ambacho Mtume wa sallam mnachokichinja? Faqala sallallahu alayhi wasallam lahum, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia kwao, hadhihi sunnati abikum Ibrahim alayhi salam, hii ni mwenendo na ni mila ya Ibrahim, ya baba yenu Ibrahim, amani ya juu yake. Faqalu, wakamuuliza tena masahaba wa Mtume wa Allah, radhi za Allah ziwaridhie na rehma na amani ziwe juu yake, fama lana fiha
tuna malipo gani katika huku kuchinja? Qala sallallahu alayhi wasallam, bikulli sha'ratin hasana, kila ugoya wa mnyama yule, kama ni ugoya wa kondoo, basi ugoya huo unahesabika kwa Allah jema kulipo kwa Allah. Faqalu, wakamuuliza tena, fasufi ya Rasulullah, ewe mtume Allah, je, mnyama ambaye hana ugoya mzito, ni mwenye ugoya mwepesi kama pamba au mithili wa pamba? Faqala sallallahu alayhi wasallam, tume sallallahu alayhi wasallam akasema, fa bikulli sha'ratin min as-suf hasana, kila ugoya unaofanana na ugoya wa kama wa kondoo, basi huo ni katika jema, au kama qala sallallahu alayhi wasallam. Haya ni maneno ndani mwake masahaba walishuhudia tendo la mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa mwenye kulichinja. Wakawa wenye kumuuliza kuna nini kwenye kuchinja, akawaambia mtume sallallahu alaihi wasallam, huku kuchinja kwangu ni kufuata mila ya Ibrahim, al-anbiya ikhwa, mitume wote ni ndugu, wa millatan wahida, na mila yao ni moja, maana yake da'wa yao ni moja. Hivyo basi Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya kuwapa majibu haya ashabi nabii sallallahu alayhi wasallam, hawajatosheka na hilo, wakaendelea kutafuta kuna malipo gani. Mtume akawaambia kila ugoya wa mnyama yule wenye kulipa wema. Bado hawakutosheka, wakataka ufafanuzi wa zaidi, wakauliza, je, mnyama ambaye aliyekosa ugoya mgumu? Mtume akasema kila sehemu inayofananika na ugoya, basi hiyo ni katika hasana, utalipo jema kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika al-Barra bin Azib radiyallahu ta'ala anhu akituambia anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba mtume Allah rehma na amani ziwe juu yake akieleza habari ni wakati gani ya mimi na wewe tuchinje ibada hii mila ya Ibrahim. Faqala sallallahu alayhi wasallam, man dhabaha, yule atakayechinja baada salah, baada ya swala yake Eid, faqad tamma nusuku, hakika huyo amekamilisha kichinjo chake. Wa ahsala sunnatal muslimin, na huyo itakuwa amepata yale malipo yaliyofungamanishwa kwa Uislamu. Hakadha allamana sallallahu alayhi wasallam, hivi ndio alivyotuashiria mtume sallallahu alayhi wasallam. Fakaifa nahnu wadhabh, vipi sisi leo hii na suala zima la kuchinja? Vipi mimi na wewe habari ya kuambiwa uchinje kwa ajili ya Mola wako? Fasalli li rabbika wanhar, chinja na uswali kwa ajili ya Mola wako. Habari hii unaipokea vipi uzito wake? Ingali mimi na wewe uwezo wa kumpata mnyama wa kumchinja tunao, uwezo wa kudiriki kima cha kununua mnyama na kumchinja tunao, lakini kuzikebehi na kuzifanyia ila maneno ya Allah au maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, tukafanya kama vile ni jambo la kawaida linalowafanana na watu fulani. Wewe ukajitoa, wewe hapo ukajitoa katika suala hilo la kuchinja, tangu wabaleghe wang'ang'ana kwenye foleni za kugaiwa nyama mpaka leo hii una majukumu, unajiweza, ni bosi wa baadhi ya watu wanaokuhitajia kwako wewe mishahara, lakini bado unaminyana kwenye foleni za kugawa nyama. Hii ni aibu, na huku ni kuzitoza dalili na aya za Allah subhanahu wa ta'ala kwenye kuzifanyia kazi. Yaqulu Ibn Kathir katika maneno yaliyokuja katika ayatul Anfal, wa'lamu anna Allah yahulu baina al-mar'i wa qalbi. Ibn Kathir akichambua maneno haya, hadha wa'idun shadidun, haya ni makemeo makali ya Allah subhanahu wa ta'ala. Makemeo ya vipi? Anna rajulan yatihi al-haqq yablughuhu al-haqq fasami'ahu al-haqq fatarakahu wahana, mtu huyu ameambiwa haki, akakiri haya ninayoambiwa ni ya Allah, kisha akapuuza kwenye kutekeleza. Hadha khatirun adhim, huu ni msitari mwekundu wa Allah. Mtu huyu anajipiga na kujitenga kwenye safu za waumini,
alla yati zamanan, ikampitia zama, ikamjia wakati, yuridu an ya'mala alhaq, akataka kuitekeleza haki, falam yastati', akashindwa kwenye kuitekeleza. هكذا فسر ابن كثير في معنى تفسيره آية واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وكان صلى الله عليه وسلم يخاف عن هذه الحال، وكان صلى الله عليه وسلم في عبادة من الليل. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ibada zake za usiku, kana yad'u Allah bihadhihi du'a, ya muqallibal qulub ثبت قلبي على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. Mtume sallallahu alaihi wasallam akimtaka usaidizi Allah, ewe mwenye kubadilisha nyoyo, leo unapenda kheri, kesho kheri hiyo unaichukia. Leo uko safu za mbele za waumini, ukitajirika kidogo, ukiwa na kiusafiri cha kawaida ST yako au magari mengine ambayo nyinyi mnayaona ni ya thamani, unajitenga na safu za waliokuwa bora. Unajiona wewe ni bora wa kivingine, haufai kuwa bora kwenye safu tena, unakuwa ni wa mwisho, au kawa mwenye kujitenga na kuswali nyumbani. Hakadha nihna fihi, hivi ndio tulivyo wengi wetu katika unavyosikia nusus za adilla katika dini yetu kwenye kuifuatilia. Kadhalika fihi masail an adh-dhabh, kuna masala imekuja katika kuchinja. Fakaifa هذه المسألة، مسألة yenyewe vipi? يأتي بحديث أم سلمة أم المؤمنين أم سلمة رضي الله تعالى عنها. أم سلمة akitupa habari ya Mtume صلى الله عليه وسلم akieleza, إذا دخل العشر الأيام في ذي الحج، itakapoingia masiku makumi ya Dhul Hajj, wa arada ahadukum an yudhi, akataka mmoja wenu kuchinja, falyamsik fi sha'rihi au min sha'rihi wa basharihi, azuie mtu sehemu zake kuzinyoa za nywele au sehemu zake za mwili kuzikata. Wa fi riwaya fala yamassanna ahadukum sha'rahu wa basharahu, asiwe mtu mwenye kutoa kwenye nywele zake na kucha zake. Fihi masailu, kuna masala ndani mwake. Vipi mtu ambaye ana uwezo wa kuchinja, fa'amada au fata'amala bidhalika, akafanya kusudi kuondoa sehemu zake za nywele za kuondolewa, au akaondoa sehemu zake za mwili zinazoondolewa kama kucha. Baada ya kuulizwa hivi au baada ya kuja masala haya, yaqulu ulama au qawlu aljamhur ulama, dhabhuhu sahihun, kichinjo chake kitakuwa ni sahihi. Wa alayhi an yastaghfirahu, jukumu lake kwake yeye amtake msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yule ambaye amekusudia kukata kucha zake na ametia nia ya kuchinja na akakata kucha au akanyoa nywele zake, huyu baada ya kuchinja amtake msamaha Allah subhanahu wa ta'ala. Mas'alatu thani, masala ya pili, yule ambaye aliyekusudia jambo hili la kuchinja, au kwa yule ambaye hakuwa mwenye nia ya kuchinja, akatoa mwenye sehemu zake za nywele au akatoa kwenye sehemu zake za mwili, fata'ammada bidhalika, akafanya hivyo jambo hilo kwa makusudi. Wayatihi niyya fi ayamil akhir min ashri al-awail fi dhil hajj, ikamjia nia katika masiku ya mwisho ya kuchinja. Maana yake kulikuwa na mchongo anaufikiria, kama ukitiki mimi nitaingia kwenye kuchinja, mchongo huo ukatiki kwenye siku ya 8 au ya 9, basi yeye hana tatizo, wala yastaghfir, wala halazimishi kwake yeye kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika almas'alatu ya mwisho katika masaili iliyokuja katika dhabh, yule mtu ambaye amefikiwa na dharura na alikusudia kuchinja katika sehemu za miili yake. Ulamaul umma wakasema hadha makruh, ijapokuwa ni makruh, lakini la wajaba alayhi alistighfar,
halazimishi kwa yeye kuleta maghfira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu fihi qaida min al-usuliyya, kuna qaida maalum katika usulu yenye kusema ad-darura tubihu al-mahdhura, dharura itahalalisha lile ambalo limekatazwa. Hadhihi masail wajaba alaina an nafhamu, ni lazima kwetu sisi tuyajue katika wale waliokusudiwa kuchinjwa, endapo atatokewa katika mambo haya matatu tuliyoelezea. Ibada Allah, lazim an naqtanim bihadhihi alfursa, ni lazima jukumu letu mimi na wewe tuhimarike kwenye kuitekeleza fursa hii. Pengine leo unacho alafu ukafanya kusudi usifanye, ukapitiwa na zama hizo, ukafilisika miaka ijayo ukakosa kuitekeleza ibada hii. Pengine leo una nguvu ya kuifanya ibada yoyote kama kijana, na ibada ya kijana ni kamilifu kama ilivyosemwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko ibada ya mzee, lakini huo ukamilifu wako ukaichezea ibada ya Allah, ukaiacha kwa kuikebehi na kwa kuiona bado wewe waishi, na ukaiona bado wewe bado upo. Mwisho wa siku unakuja kuondoka ulimwenguni, hujaitekeleza jambo hili, wakalazimishwa warithi wako pengine wakutekelezea ibada ya haji, pengine wakalazimishwa wale warithi wakutekelezea ibada ya haji. Ulamaul umma wanaambiwa hawa warithi haifai hija yao kama watamhijia mtu mwenye makusudi kama haya. Haifai yule ambaye ana uwezo wa kwenda hija zama hizi ambazo yeye bado anadunda, bado ana nguvu, kisha akakumbuiwa na umauti kwa warithi wake kumhijia. Hata kama watamhijia, hija hiyo ni batil kwa yale makusudi ya dini yake na kwa ule mstari mkundu aliyoweka Allah, wa'lamu anna Allah yahulu baina al-mar'i wa qalbihi yuridu an ya'mala al-haqq wa la yastati'u an ya'maluhu. Akitaka kuitekeleza haki hawezi tena. Hivi hatuwaoni wale wagonjwa tunaowafikishia da'wa, ashafika sehemu unamwona huyu anakufa, sasa unamfikishia da'wa ya namna yote na habadiliki, amejiingiza katika mstari mwekundu wa Allah, hawezi akapata taufiki yoyote ili mkumba hali hiyo. Babu yake Mtume au baba yake ammi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam Abi Talib, ili mkumba hali hiyo, alikuwa kwenye sehemu nyingi za kumtetea Mtume, za kumnusuru Mtume na fedheha za Makuraishi, lakini alimshindwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumlingania. Alimshindwa ammi yake huyu kumpa dawa ya tauhid, ya kumkomboa na adhabu ya moto wa Allah. Kutokana na ammi yake huyu aliuchezea mstari mwekundu wa Allah. Hivyo basi mimi na wewe tutahadhari mstari mkubwa ambayo Allah anauweza kuupanga kwa yoyote, anauweza kuuchora kwa yoyote, ukashindwa siku ambayo utashindwa kuitekeleza haki na unaitamani kuitekeleza. Wapo wazee wanatamani wafunge, lakini afya zao, kisukari chao, presha zao hazizistahimili kufunga. Ishamkosa hiyo ujana wake. Mtu huyu pengine ukimtathmini alikuwa ni kama wewe, mwenye kujipa muda, mwenye kujipa matumaini, nitafanya. Wallahi, tusiwe na kuzihani na kuzifanyia kebehe amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyara ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قم إلى صلاتك.